habari za wakati huu. Karibu tena kwenye kipindi cha afya, kipindi ambacho kinakujia kwenye luninga yako kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1:30 hadi saa 2 kamili usiku. Langu jina ni Samson Johnson ambaye tunakuwa wote kwenye kipindi hichi. Katika kipindi hichi tunajifunza masuala mbalimbali yanayohusu afya ya binadamu. Lakini siko peke yangu, ninakuwa na wataalamu wa afya ambao hao ni wabobezi wa masuala ya afya wanaotusaidia na kutuelimisha sisi jamii kwa ujumla kuhusiana na afya yetu. Nikukumbushe tu Sibuka TV tunapatikana kwenye kingamuzi cha Azam TV. Ukienda pale kwenye kingamuzi cha Azam TV unaenda kwenye other channel yetu utaipata kwenye other channel kule. Lakini pia nikukumbushe tuna mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Tunapatikana kama TV Sibuka EAGT. Lakini muda huu pia tunasikilizwa na wasikilizaji wa Lindi FM moja kwa moja ambao nao wanasikiliza kipindi hichi cha afya. Sasa leo tunaenda kuzungumza kuhusiana na afya ya masikio. Leo ni tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ni siku ya kipekee, lakini sasa sitaki nikupe uhondo sana. Endelea kuwa nami alafu tutaweza kujua siku ya leo ina nini cha kipekee katika masuala ya kiafya. Nimekwambia siko mwenyewe, niko na mtaalamu. Bwana, karibu sana kwenye kipindi chetu cha afya. Shukrani sana. Kwa faida ya watazamaji sasa wa Sibuka TV ambao wanatutazama wakati huu, tungependa uweze kujitambulisha, uweze kufahamu wewe ni nani. Okay, kwa majina anaitwa Joel Isaac Muwelu. Ni mtaalamu wa mfumo mzima wa usikivu katika hospitali yetu ya Dr. Ole Lengine Memorial Hospital inayopatikana Kibamba, Gogoni, Dar es Salaam. Ndio. Asante sana. Leo tumekuja kwako mtaalamu wa usikivu. Tunataka tuzungumze kuhusu afya ya masikio. Tunafahamu ya kwamba siku ya leo ni ya kipekee katika masuala mazima ya usikivu ulimwenguni. Lakini tungependa kufahamu kwanza, tunaposema afya ya masikio tunamaanisha nini kwa ujumla? Okay, afya ya masikio tunamaanisha kwamba ni sikio lote kwa ujumla. Tunalitunza vipi sikio letu, namna ya kulilinda sikio letu na changamoto zote zinazohusiana na usikivu. Lakini hatuzungumzi tu habari za usikivu, tunaingia pia ndani kwenye magonjwa yote yanayohusiana na masikio. Asante sana. Kabla sasa sijakawa nimekosea mimi kwamba siku ya sikio ulimwenguni huwa inaadhimishwa lini? Okay, siku ya usikivu duniani tunaita inaitwa siku ya usikivu. Siku ya usikivu duniani, wataalamu wanaita World Hearing Day. Huwa inafanyika kila mwaka tarehe 3 mwezi wa 3, na hii inafanyika kote duniani kwamba siku hii tarehe 3 mwezi wa 3 inakuwa ni siku maalum kwa ajili ya usikivu na masikio kiujumla. Asante sana. Sasa tungependa kufahamu siku hii inaambatana na kauli mbiu, na kama inaambatana na kauli mbiu tungependa kufahamu kauli mbiu ya mwaka huu ni inasemaje? Kila mwaka tunakuwa tuna kauli mbiu tofauti, lakini kauli mbiu ya mwaka huu tumejikita hasa kwa watoto, na inasema kwamba from communities to classroom, hearing care to all children. From communities to classroom, ikimaanisha kwamba tunaanzia kwenye jamii mpaka madarasani. Ndio. Kuhakikisha ya kwamba changamoto ya usikivu kwa watoto inatatulika. Watoto wengi sana wamekuwa wakikutwa na hizi changamoto za usikivu. Na kwa bahati mbaya hasa nchi zetu hizi zenye uchumi wa chini na wakati, watoto wengi wenye changamoto hizi imekuwa ni ngumu sana kwao kujua wapi tunatokea, wapi tunapata matibabu stahiki ya changamoto zetu za usikivu. Kwa hiyo tunapata kundi kubwa sana la watoto ambao wanakuwa wanasumbuliwa na hizi changamoto za usikivu. Ndio maana mwaka huu tumeamua kuja na hii kauli mbiu ya kwamba tunaanzia kwenye jamii mpaka mashuleni, kwenye jamii mpaka madarasani, kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hii ya usikivu kwa watoto wote kiujumla. Asante sana, umeelezea vizuri. From communities to classroom, kutoka kwenye jamii mpaka madarasani. Alafu nasema hearing care
for all children. Hearing care for all children. Sasa kwa faida, tumeona kama mwaka huu kauli mbiu imegusa watoto zaidi, na tunafahamu swala la usikivu ni swala la makundi yote katika jamii. Kwa nini mwaka huu imegusa sana kwenye watoto? Okay, mwaka huu tumegusa sana watoto kulingana pia na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika huko nyuma. Kwa mfano tafiti zilizofanyika 2021 zinaelezea kwamba watoto zaidi ya milioni 90 duniani kote wanasumbuliwa na hii changamoto ya usikivu. Ni changamoto ya afya ya masikio pamoja na usikivu. Lakini pia tafiti zinaendelea kuonyesha kwamba 60% ya watoto wenye changamoto ya usikivu, tunaamini kwamba 60% ya changamoto wanazozipata tukiwahi kuzitibia mapema au tukiwahi kutambua changamoto hizi kwa watoto zinatibika, na watoto wana nafasi kubwa sana ya kurudisha usikivu wao. Napenda kufahamu sasa ni mambo gani ambayo yamezingatiwa katika kampeni ya mwaka huu 2026? Kwa sababu mwaka jana kuna mambo yalizingatiwa, lakini mwaka huu je, ni mambo gani ambayo yamezingatiwa? Okay, kwa mwaka huu kampeni nzima ya siku ya usikivu duniani tumezingatia mambo makuu mawili, ambalo jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto zote za usikivu ambazo zinaweza kuepukika kwa hatua za awali kabisa, kabla shida ya usikivu au afya ya masikio haijawa mbaya sana. Kwa hiyo pointi ya kwanza ni kuhakikisha tunatatua changamoto za usikivu ambazo zinaweza kuepukika mapema. Lakini lengo kuu la pili ni kuhakikisha kwamba tunafanya utambuzi wa mapema, kutambua mapema watoto wenye changamoto ya usikivu. Tunaposema kwenye jamii mpaka mashuleni, tunahakikisha kwamba tunawatambua hawa watoto mapema huko kwenye jamii, lakini pia tutafika mashuleni kujua ni watoto wapi ni changamoto za usikivu, ili waweze kupatiwa huduma ya usikivu na afya ya masikio iliyo bora mapema kabisa, kabla changamoto hii haijaendelea kukua na kuathiri usikivu wa mtoto mpaka ukubwani. Kwa mapema sana tunahakikisha ya kwamba tunalitambua hili. Sasa takwimu za duniani, maana hii ni swala sasa la kidunia. Takwimu za duniani kuhusu swala la usikivu. Duniani, kutokana na ripoti iliyotolewa na WHO, shirika la afya duniani, wamesema ya kwamba zaidi ya watu bilioni 1 na milioni 500 wanasadikika kuwa na shida ya usikivu. Zaidi ya watu bilioni 1 na milioni 500. Hii ni duniani kote, na shida hii inakadirika kuongezeka mpaka bilioni 2 na milioni 500 kufikia mwaka 2050. Kwa hiyo idadi ni kubwa bado. Idadi ni kubwa na inatarajiwa kuongezeka mpaka ifikapo 2050. Tafiti zinaonyesha kwamba zaidi ya watu bilioni 2.5 watakuwa na changamoto hii ya usikivu. Lakini tukirudi kwa watoto zaidi, tafiti iliyofanywa 2021 imetuambia kwamba zaidi ya watoto milioni 90 duniani kote wanasumbuliwa na hii changamoto ya usikivu, na sababu ambazo zinapelekea hizo shida za usikivu kwa watoto 60% zinaweza zikatatulika mapema na kuprevent watoto wasipate hii changamoto ya usikivu huko mbeleni. Umezungumza sana kuhusu changamoto za usikivu. Sasa tuingie ndani kidogo. Tunaposema changamoto za usikivu, kwa sababu kwa haraka sisi wanajamii tunadhani ni ukiziwi. Lakini sasa nyie wataalamu, tusaidie, changamoto za usikivu ni zipi hasa hizi ambazo unazizungumzia? Changamoto za usikivu nitaongelea zaidi kwenye madhara wanayopata watu wenye hizi changamoto kubwa za usikivu. Hiyo ndio tunaweza tukaweka kama ni changamoto za usikivu. Tukianza na watoto wengi hasa wenye changamoto za usikivu,
kubwa wanaolipata hasa ni katika utamkaji au utamshi wa maneno, hasa wakiwa wadogo. Tunaona watoto wengi sana siku hizi wanapata changamoto hasa kwenye kuongea. Na hiyo huwa changamoto hiyo huwa inaendana na mtoto mwenye changamoto za usikivu. Sasa mtoto akiwa na changamoto ya usikivu, tunatarajia hata kwenye uongeaji au kuongea kwa mtoto pia itakuwa ni kwa tabu. Mtoto hataweza kutamka matamshi na kuweza kueleweka vizuri. Lakini pia changamoto ya pili kwa watoto hasa mashuleni, watoto wenye changamoto ya usikivu mashuleni inawawia vigumu kwa kweli, hasa kukaa darasani na kusikiliza nini kinafundishwa. You can imagine kwamba mtoto yupo darasani hasikii mwalimu anasema kitu gani. Kwa hiyo obviously huyu mtoto hata kwenye performance ya darasani lazima itashuka, kwa sababu hasikii nini kinafundishwa darasani. Lakini pia changamoto nyingine watoto wanaipata hasa kwenye jamii, isolation. Jamii bado haina elimu ya kutosha juu ya swala zima la usikivu, juu ya watoto hasa wenye changamoto za usikivu. Kwa hiyo tunashuhudia watoto wengi watoto wengi wenye changamoto za usikivu wanajitenga sana, hasa wanaporudi kwenye jamii zao, kwa kuhofia kwamba nikikaa na marafiki zangu labda sitaweza kusikia, na ile inawaumiza, inawatocha in mind kwamba kwa nini nikae hapo, kuna vitu vitanipita, sitaweza kusikia. Kwa hiyo inawaletea social isolation. Lakini pia hata mapokezi yao kwenye jamii huko, jamii zetu zikishajua, zikifahamu kwamba maybe bwana Samson ana tatizo la usikivu, kuna namna jamii zetu haziendi sawa na hawa watoto. Kwa hiyo sasa jukumu letu sisi kwa kipindi hichi, jukumu letu kwa sasa ni kuhakikisha ya kwamba hawa watoto wanatambulika. Tunatambua watoto wenye shida za usikivu. Baada ya hapo tutarudi tunaanzia kwenye jamii, watoto wenye shida za usikivu ni wapi, tunarudi madarasani kuhakikisha kwamba tunajua watoto wenye shida za usikivu, and then tunawapatia huduma ya afya ya masikio na usikivu kwa ujumla. Lakini pia elimu itatolewa kwenye jamii na mashuleni kwamba shida ya usikivu inatibika na shida ya usikivu inatatulika. Kikubwa tu ni kwamba tuweze kutambua, hasa tupate ushirikiano kwenye jamii na mashuleni, tuweze kutambua watoto wenye shida za usikivu ili kuwarudishia maisha hawa watoto, maisha majumbani, maisha mashuleni, lakini maisha wanaporudi kuendelea na maisha yao katika jamii. Lakini pia kikubwa kwenye maisha yao mengine, hasa huku wakishakuwa na kuweza kupata ajira mbalimbali, waweze kuendelea kufanya kazi wakiwa na usikivu na afya masikio iliyo bora. Ningependa kuweza sasa kufahamu kuna viwango vya changamoto ya usikivu. Tumeona kiwango cha mwisho kabisa ni kiziwi, nadhani mtu wa kusikia. Ningependa kufahamu sasa, kuna ziko stages ama ni halamu ikoje? Hii tuna degrees za hearing. Ambapo tumeanza kabisa kwenye hizi degrees zimekuwa categorized kwenye levels tofauti. Tuna normal hearing. Normal hearing ambapo kwenye namba zetu tunasema from 0 to 25 decibel. 0 to 25 hiyo ni normal hearing. Ambapo kuna kiwango cha sauti sisi tunakitesti kinachocheza hapo kwenye 0 to 25. Ukifanikiwa kusikia hicho kiwango cha sauti kwenye 0 mpaka 25 decibel, hiyo ni normal hearing. Lakini pia tuna mild hearing loss. Mild hearing loss ambayo inaweza kuanzia from 26 up to 40 dB au decibel. Hiyo ni mild hearing loss. Lakini pia tuna moderate hearing loss, tuna moderately severe hearing loss, tuna profound hearing loss. Kwa maana ndogo au mfano mdogo ili tuweze kuelewana kwenye hili, naposema normal hearing, nikichukulia mfano wa maneno 10, nikizungumza na mtu mwenye normal hearing, nikiongea maneno 10, yule mtu mwenye normal hearing anapata maneno yote 10 au anasikia maneno yote 10. Huyo ni mtu mwenye normal hearing. Lakini mtu mwenye mild hearing loss, kwenye maneno 10 nitakayoyazungumza
ana uwezo wa kupata maneno 8 lakini mawili au moja linaweza likampita, asilipate, asilisikie, ila maneno 8 anaweza akayapata. Lakini tunapokuja kwenye moderate hearing loss, kwenye maneno 10 tunaamini anaweza akapata maneno 5 asiyapate au asiyasikie. Tunapokuja kwenye profound hearing loss au kuna severe hearing loss. Kabla tujafika kwenye profound, tuna severe hearing loss, ambapo kwenye maneno 10 huyu mtu anaweza akapata maneno 8 au 7 lakini anaweza akapata maneno 3 tu au maneno mawili au 4 machache sana, lakini almost maneno 7-6 yanaweza yakampotea, asiasikie kabisa maneno. Lakini tunaposema kwenye profound hearing loss ni kwamba ni level ya mwisho kabisa ya mtu kutokusikia. Kwa kwenye maneno 10 anaweza akapata neno 1 tu au anaweza asiasikie maneno yote kabisa. Sasa kwa maelezo hayo, ni vifaa gani mnatumia kuweza kupima? Vifaa gani mnaweza kutumia kuweza kupima hivi viwango vya kusikia? Sawa, tuna vifaa maalum ambavyo tunavitumia kwa ajili ya kupima usikivu, changamoto za usikivu. Kifaa cha kwanza kinachotumika sana tunakiita pure tone audiometry. Tunatumia mashine maalum kwa ajili ya kufanya kipimo cha usikivu, pure tone audiometry, na hii inafanyika tunakofanya kuanzia kwa mtoto wa miaka 3 na kuendelea mpaka kwa mtu mzima. Lakini kwa watoto chini ya miaka 3 na kurudi nyuma, watoto wachanga kabisa, tuna vifaa maalum ambavyo tunavitumia katika kuassess level yao ya usikivu. Sababu mtoto azungumzi, huwa tunaenda moja kwa moja kuangalia uwezo wa mtoto wa kusikia katika sikio lake la ndani. Lakini pia kwenye swala zima la kuassess level za usikivu, kabla hatujafika kabisa hatujafika moja kwa moja kwenye kuangalia unasikia kiwango gani, ni jukumu letu sisi wataalamu kuhakikisha tunafanya uchunguzi mzuri wa sikio lako. Kwa sababu tunaamini ya kwamba changamoto za usikivu zinasababishwa na vitu vingi. Sio kila changamoto ya usikivu inahitaji kifaa cha usikivu. Changamoto nyingine za usikivu zinahitaji tu matibabu mazuri ya hospitalini na changamoto hizo za usikivu zikapotea. Nitakueleza kidogo kuhusiana na sikio. Sikio lina sehemu kuu 3 na sehemu zote hizi 3 zinaweza zikaleta changamoto ya usikivu. Tuna sehemu ya nje ya sikio, tuna sehemu ya katikati ya sikio na tuna sehemu ya ndani ya sikio. Sehemu ya nje inaweza kaleta shida ya usikivu. Inaleta vipi shida ya usikivu? Sikio linajitengenezea nta yake kwa ajili ya kujilinda na vumbi na vijidudu. Ile nta inapozidi na kuziba kabisa sehemu ya sikio, sehemu ya nje ya sikio, sauti haisafiri moja kwa moja vizuri kutoka eneo la nje mpaka sikio la ndani. Kwa sababu kwenye sikio la nje kuna kizuizi, kuna build up ya nta nyingi. Kwa sikio linakuwa limeziba na ile nta. Kwa hiyo mtoto au mtu yote mwenye changamoto ya nta nyingi kuziba kwenye sikio, definitely hasikii vizuri. Kwa hiyo ni lazima tutoe ule uchafu. Alafu ndo tuangalie, tuassess tena, je, baada ya kutoa uchafu huyu mtu amerudi kusikia au tumetoa uchafu lakini bado ana changamoto ya usikivu. Asilimia kubwa ya watu wenye uchafu mwingi masikioni wanaokuja kwa malalamiko ya kutokusikia, tukitoa tu uchafu, asilimia kubwa wanakuambia nimesikia, na kweli tukiassess tunaona usikivu umerudi. Sasa hiyo ni moja tu ya sababu katika sikio la nje. Tukirudi kwenye sikio, kuna sababu nyingi sana, lakini nitaweza tu kwa ufupi hiyo. Tukirudi kwenye sikio la ndani, hii mara nyingi inatokea hasa kwa watoto wadogo. Watoto wadogo wanapata, kitaalamu tunaita chronic otitis media.
Shida ya infection au maambukizi ya bakteria katika eneo la sikio la kati. Watoto wengi wenye mashambulizi ya bakteria katika eneo la sikio la kati wana changamoto pia za kutokusikia, kwa sababu eneo la kati halitakiwi kuwa na fluids au majimaji au usaha wote ambao unatakiwa kuwepo kwenye eneo la kati, lakini kutokana na maambukizi ya bakteria ya mara kwa mara ambayo yanaweza kusababishwa na shida za koo au allergies za muda mrefu, yanaweza yakaenda yakaathiri eneo la sikio la kati na kutengeneza usaha au majimaji kwenye sikio la kati. Hivi vitu vikiwepo kwenye pale eneo la sikio la kati, inakuwa changamoto hasa sana kwa mtoto kusikia. Sasa kwa mfano, kwa shida kama hii, mtoto akitambulika mapema na akipatiwa matibabu mapema, huyo mtoto anapona vizuri na changamoto ya usikivu inapotea. Lakini mtoto wa aina hii mwenye shida katika sikio la kati akikaa na yale maambukizi au infection kwa muda mrefu bila kupatiwa matibabu, ni rahisi sana mtoto huyo kupoteza usikivu wake. Lakini pia tumeongelea sikio la nje kwa ufupi, sikio la kati, lakini pia tuna sikio la ndani. Sasa sikio la ndani linadili na kusikia na kubalance mwili. Sikio la kati pia linaweza likapata shida ya kupoteza usikivu. Na hasa inatokea hasa sikio la kati linaathirika mara nyingi endapo tunapokuwa hasa inatokea kwetu sisi vijana, muda mwingi tunakuwa tunajiexpose kwenye maeneo mengi yenye makelele. Uvaaji wa headphones au earphones, hii ni hatari sana, kwa sababu kinachofanyika ni tunaenda kuliua sikio la ndani. Utumiaji wa earphones, utumiaji wa headphones, hii ni kwa vijana, inautumiza sana masikio kwa sababu inaenda inaharibu sikio la ndani na kupoteza usikivu. Lakini sikio la ndani pia linaweza likaharibika, hasa kwa ndugu zetu pia wanaofanya kazi viwandani. Muda wote kelele za muda mrefu, hizi kelele za muda mrefu pia inachangia sana katika usikivu au upotevu wa usikivu. Kitaalamu tunaita sensorineural hearing loss. Sensorineural hearing loss ni usikivu ambao umetokea katika sikio la ndani. Hizi nimeeleza kwa ufupi hizi sehemu za sikio na namna tunaweza tukapoteza usikivu wetu na katika haya maeneo. Lakini la kukumbuka tu ni kwamba kuanzia sikio la kati kuja sikio la nje, changamoto nyingi zinazotokea katika sikio la kati kuja nje, either ni infections au build up ya wax. Kuna nta nyingi. Sababu hizi ambazo zinasababisha upotevu wa usikio zinazoanzia sikio la kati rudi. Asante sana, umezungumza mengi. Umezungumza pia kuhusu swala la vijana na earphones. Nitaka niulize, lakini umelielezea. Umezungumza kuhusu maeneo ya kazi. Nadhani sio viwandani tu, kuna maeneo pia ya kazi yana usumbufu. Nataka nikuulize, tukiwa tunaelekea mwishoni, kabla sijakupa nafasi ya ushauri wako sasa kama mtaalamu kwa jamii yetu kwa ujumla, swala la vyakula, kuna athari zozote za usikivu ambazo watu huenda wakazipata kutokana na aina ya vyakula wanavyotumia? Pili, madawa, kutokana na aina za dawa wanazotumia kutoka hospitalini. Ningependa kuweza kufahamu. Swali zuri sana. Kwenye swala la vyakula, naomba nianze kwenye swala la vyakula. Hakuna vyakula vya moja kwa moja ambavyo tunaweza kusema kwamba vinaleta changamoto ya usikivu, kwamba tukitumia chakula hichi basi kitaenda kufanya mtu akapata changamoto ya kutokusikia. Kwa hiyo kwenye vyakula hakuna chakula ambavyo vinaweza vikaleta changamoto hiyo. Lakini kwenye swala la madawa, tunaamini kuna baadhi ya dawa kitaalamu tunaziita antibiotics. Kuna baadhi ya dawa ambazo zinaweza zikaleta changamoto ya usikivu. Nitakuuliza kitu kidogo pia. Kwa mfano, ushawahi kusikia dawa inaitwa quinine?
Nimewahi kusikia. Ushawahi kusikia kwa mtaani mpaka nilipo? Ushawahi kusikia kwamba mtaani mwanangu labda amemeza quinini au mtu kameza quinini, anasikia kelele masikioni au usikivu umepotea? Nimewahi kusikia. Kwa hiyo sasa kuna baadhi ya dawa ambazo zinaweza zikaleta hatari katika swala zima la mfumo wa usikivu. Swali litakuja moja kwamba kwa nini kama dawa hizi zinaleta athari kwenye swala zima la usikivu, kwa nini bado zinaendelea kutumika? Tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba ndio hizi dawa zimeleta athari za usikivu, lakini leti labda kwenye watu 100, watu ambao wanaweza kujipata kwenye changamoto hizo za usikivu labda ni 1 au 2. Sasa na hizo dawa zimekuwa zikisaidia watu wengi kwa mara moja. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kusema maybe quinini isitishwe kwa sababu inaonekana ina athari ya usikivu, kwa sababu ya impact inashindwa kusitishwa kwa sababu ya impact inaleta kwenye watumiaji wa hizi dawa, kwamba wagonjwa wengi wanapona vizuri sana kwenye malaria, na ukiangalia idadi ya watu wanaopona hasa kwenye malaria na idadi ya watu wanaopata changamoto ya usikivu, idadi wanaopona kwenye malaria ni kubwa sana kuliko wanaopona inaleta athari kidogo kwenye usikivu. Kwa kuna dawa mbalimbali ambazo zinachangia hii changamoto ya usikivu. Sasa kwa kumaliza, maana pia nusu saa yetu nayo inaelekea ukingoni, ushauri wako kama daktari kwa jamii juu ya afya ya masikio, tukichanganya changamoto zote tulizozizungumza, sasa ushauri wako kwa jamii kwa ujumla, vijana, wamama, wanawake, watoto, kuhusu swala zima la afya ya usikivu? Ushauri kwa jamii kuhusiana na afya ya masikio na usikivu. Swala la afya ya masikio ni pana sana, na tusipolifuatilia inaweza ikaleta athari ya usikivu, na ukishapata athari ya usikivu kuna mambo mengi utashindwa kuyafanya kwenye jamii, utashindwa kuyafanya kama wewe binafsi, na itaathiri hata maendeleo yako mengine ya kimaisha. Kwenye ushauri naomba niongezee kitu kimoja kidogo. Sasa kwenye jamii zetu tunaamini, watu wengi wanaamini sana kutumia cotton buds wanasafisha masikio yao. Kumbe hivyo sivyo ilivyo. Tumepokea wagonjwa wengi sana wameathirika masikio, afya ya sikio, pamoja na kupata shida ya usikivu kutokana na cotton buds. Nitakutolea mfano mdogo. Njia ya sikio ipo ndogo namna hii. Cotton buds ina upana, let's say upana wa namna hii. Kuna nta imetengenezwa ndani ya sikio. Ukitumia ile cotton buds, upana wa ile cotton buds sio kweli kwamba ukiingiza kama kuna nta imeshatengenezwa kwenye sikio, sio kweli kwamba ukiingiza ile cotton buds utaitoa ile nta. Kinachotokea ni kwamba kama kuna nta imeshatengenezwa kwenye sikio kwa ajili ya kulinda sikio lake, ukitumia ile cotton buds unaiondoa. Ukitumia ile cotton buds unazidi kuipeleka ile nta ndani. Kwa hiyo unazidi ukitumia cotton buds ile nta hauitoi, unazidi kuisukumiza ndani ya sikio. Ile nta itaenda mpaka kwenye ngoma ya sikio, itatengenezwa tena nyingine, utatumia cotton buds utaendelea kuisukuma kule ndani mpaka itafikia kipindi nta itakuwa imeziba katika sikio lako, na nta itakuwa ni ngumu, hata hamna sauti yoyote na inapita kwenye hiyo njia yako ya sikio. Kwa hiyo ni ushauri wangu kwenye jamii kwamba tuwe na utaratibu pia kufanya check up za masikio mara kwa mara. Sio kwamba ukihisi hausikii au ukihisi mbona kama kuna vitu fulani vipatipati basi ndio uje kufanya check up. No, tufanye utaratibu wa kufanya check up ya masikio. Afya ya masikio ni muhimu sana. Lakini pia cha mwisho katika jamii, kwa wazazi, mtoto amepata changamoto yoyote ya masikio, mtoto amepata changamoto yoyote ya usikivu, usiogope, usione tabu kwamba mwanangu ana shida ya usikivu basi ngoja nimfiche ndani, hata nisimpeleke hospitali au nisimtoe nje kwa kuhofia kwamba labda majirani wanaweza wakanisema mimi na mtoto wangu asisikia. Hapana.
Utakapomleta kwetu hospitali tukatambua mtoto ana changamoto ipi ya usikivu, itakuwa ni rahisi sana sisi kumsaidia mtoto kuepukana na hii changamoto ya usikivu. Kama kwa kukazia zaidi, ili nikazie mstari ya kwamba tusikae na watoto nyumbani na changamoto za usikivu. 60% ya watoto milioni 90 waliobainika na changamoto za usikivu, 90% wana matatizo, wana shida ambazo zinaweza zikatibika na zikapona kabisa, na usikivu wa watoto ukarudi kama kawaida. Sasa je, mtoto wako anaweza kaa ndani, mtoto wako ana changamoto ya usikivu, lakini shida hizo zinaweza tukazitibia hospitali na mtoto akapona kabisa. Kwa hiyo tusikae na watoto ndani. Mtoto ana changamoto ya usikivu, njoo tufanye check up, na tusisubiri mpaka watoto wapate hizo changamoto. Walete watoto hospitali, wafanye check up ya waangalie afya ya masikio kiujumla. Basi asante, muda wetu pia umetutupa mkono. Nadhani jamii itakuwa imeweza kupata kitu kutoka kwako. Basi shukran sana. Shukran sana. Naam, mtazamaji wa Sibuka TV, tulikuwa hapa Dr. Ole Lengine Memorial Hospital tukizungumza na mtaalamu wa masikio leo, ambapo ulimwengu mzima, dunia yote inaadhimisha siku ya usikivu duniani. Siku ya usikivu duniani. Ulikuwa nami Samson Johnson, lakini sikuwa peke yangu. Nyuma ya kamera yuko Elisha Mgonja. Nikwambie tu vipindi vingine vizuri vinafuatia hapa kwenye luninga yako. Endelea kubaki kutazama hapo. Sibuka TV.